Bwana Yesu asifiwe sana. Nina furaha kubwa sana kukutana nawe kwenye darasa hili. Kama kawaida na kuanga nafundisha neno la Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo ni vya kufundisha, lakini Mungu amenipa kipawa cha kufundisha neno la Mungu, na ndio maana ningependa unisikilize kwa umakini mkubwa sana, maana katika fundisho hili ama katika darasa hili kuna kitu ambacho nitakuwa nakifundisha ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako. Hii topic itakuwa ni mwendelezo wa topic ambayo nilikuwa ninaifundisha pale mwakani. Tukianza mwaka wa 2026 kuna topic ambayo nilikuwa nimeifundisha ambayo inasema kuendea mwaka wa 2026, na nikaishia mahali pale, nikajua siku fulani nitakuja kuendelea. Sasa siku ya leo nitakuwa naendelea kutoka pale, ingawaje itabadilisha topic kidogo tu ili ifae wakati ambao tuko. Wakati ule nilikuwa nafundisha kuhusiana kuendea mwaka wa 2026 na tayari tumeshaingia mwaka wa 2026. Kwa hivyo topic nitaipea ama itakuwa ni topic ambayo nazungumzia kuhusiana na kuenda ama kuiendea ng'ambo yako ya pili. Kwa hivyo nimeipea kichwa cha kusema kwamba kuenda ng'ambo yako ya pili ama kuenda kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka usome kwenye kile kitabu cha Marko mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza. Kuna mistari mingi tu pale nitaisoma, lakini nitakuwa naisoma kwa utaratibu, nikisoma mstari mmoja ama miwili ama mitatu, naielezea ile mistari na tuna move on kwa utaratibu ule ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Marko mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza inasema hivi: wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Huyu ni Yesu. Yesu, nikirejelea kidogo kwenye ile mistari ambayo iko pale nyuma, nadhani mlango wa 4 pale, Yesu siku fulani akawaambia mitume wake, nataka tufuke ng'ambo ya Wagerasa. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anakaa kwenye ng'ambo ya pili kule, ambaye alikuwa amepagawa na mapepo, alikuwa anateswa sana na nguvu za giza. Na Yesu akamwangalia yule kijana, akaona vile anateseka bila kuwa na msaada. Anakaa makaburini, mahali ambapo kunakaa spirit za watu waliokufa, mahali ambapo kunakaa watu waliokufa. Akaona kama atamsaidia, hakuna mwanadamu ambaye atakuwa na ujasiri wa kumsaidia yule kijana, maana familia ilikuwa imejaribu kwa vile ambavyo inaweza ili msaidie yule kijana, lakini ikawa haijawezekana. Mara zingine ukifika wakati ukataka kumsaidia mtu ama ukamsaidia mtu, lakini ukafika wakati ikawa hauwezi tena ukamsaidia, unafaa sasa umuhusishe Mungu kuanzia pale, umuhusishe Yesu ili kwamba Yesu amsaidie yule mtu, maana Yesu ndiye alimuumba na ako na ajenda na yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye hicho kitabu cha Marko mlango wa 5 na mstari wa kwanza, maandiko yanasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Gerasa, na alipokwisha kushuka. Huyu ni Yesu. Ujue alikuwa anaenda na mitume wake, lakini hapa kuna kauli zimebadilika. Maandiko yanasema na aliposhuka. Kwani mitume wake walikuwa wameshukia wapi? Mitume wa Yesu wamepotelea wapi ama wameenda wapi? Maandiko yanasema aliposhuka Yesu chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Kwa hivyo ina maana kwamba wale mitume wa Yesu, hata kama walikuwako kwenye chombo, hawakudhubutu kushuka pamoja na Yesu, maana yule bwana alikuwa ni mtu hatari sana. Kati ya maspiriti ambayo ni maspiriti ambayo katika ulimwengu wa kiroho yanaongopewa sana, ni maspiriti ya mauti. Ndio maana ukisoma maandiko yako vizuri, yanasema ya kwamba mauti ndiye atakuwa wa mwisho kuwekwa jehanamu.
Yaani baada ya kuwa mapepo, mashetani yale mengine yamewekwa katika moto wa Jehanamu, mauti ndiye atakuwa wa mwisho kabisa. Nadhani unaelewa kitu pale. Sasa maandiko yanasema Yesu alipofika ule mji wa Gerasa, alikutana na bwana mmoja ambaye alikuwa anakaa makaburini. Kama kule mwisho ukisoma kule nyuma kidogo kwenye ile mistari ya nyuma, ule mlango wa 4 kitabu cha Marko, utaona kwamba Yesu walipoanza safari ya kuenda ng'ambo ya Gerasa, walipata shida kubwa sana kuvuka ile ng'ambo ya pili. Mara chombo kikaanza kuzama, mambo mengi tu yakatokea. Lakini mwisho wa siku unaona sasa wamefika ng'ambo ya pili. Yesu akashuka. Aliposhuka, yule bwana aliyekuwa anakaa makaburini akakuja tayari ili kumkabili Yesu. Jambo la kwanza ambalo tunajifundisha ni kwamba makaburini ni mahali ambapo kunakaa watu waliokufa ama vitu vilivyokufa. Na unajua kwamba kuna watu ambao wanaendaga makaburini ili kupata utajiri kule. Shangaa kwamba mtu anakuambia kwamba hizi mali ambazo nimepata, nilienda kaburini nikafanya hiki yaani alikuwa analala makaburini, ama alienda kwa maspiriti ambazo ziko makaburini zikamridhisha utajiri. Kila mtu ambaye alipata utajiri kutoka makaburini, ni bila shaka ule utajiri kama atampea mtu zile pesa ama zile mali, yule mtu lazima afe. Maana kaburini ni vitu vilivyokufa vinakaanga kule. Kwa hivyo kama ukipata pesa kutoka makaburini, ile pesa tayari inakuanga ina mauti ndani yake, iko na roho ya mauti ndani yake. Ndio maana utaona kwamba mtu ambaye alichukua mashetani ama mapepo, aliendea mashetani kule makaburini, mara nyingi akiamua kusaidia familia wanaanza kudodoka, wanaanza kufa kwa ghafla sana, wanaanza kufa wakiwa wanafuatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanafanywa kuwa misukule, wanachukuliwa misukule, wanaanza kutumikishwa ili pesa ziingie. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 18 mstari wa 11 mpaka 13, maandiko yanasema nao wafanyabiashara wa nchi wanalia na kuomboleza, kwa maana biashara zao haziendi tena. Hapo kuna biashara zimetajwa ambao ni miili na roho za watu. Kumbe kuna watu ambao wanatumia miili ya watu na roho za watu ili kutajirika. Sasa yule bwana alikuwa anakaa kule makaburini, ina maana kwamba kuna bosi fulani ama kuna tajiri fulani ama kuna mtu fulani ambaye alikuwa anamtumia yule kijana katika kujitajirisha. Utakuja kuelewa kule mbele kwamba huyu kijana alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa ni mhubiri wa Injili, alikuwa ni mtu ambaye amefanikiwa, amepewa nyota kubwa, amepewa kipawa cha kufundisha neno. Maana utakuja kuona kule mbele ya kwamba huyu kijana baada ya kuwa amefunguliwa, Yesu alimwambia bakia huku katika miji ya Dekapoli ili uhubiri Injili. Na alipoanza kuhubiri Injili, watu wote wa Dekapoli wakamsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi watu wale ambao wamekamatwa na maroho za mauti, wamekamatwa na maroho za makaburi, ni watu ambao wako na vipawa vikubwa, ni watu ambao wako na nyota kubwa, ni watu ambao Mungu ameweka pesa mingi na mafanikio mengi katika maisha yao, lakini wanakamatwa na watu fulani ili kufanywa kuwa ATM za kutengeneza pesa, kutajirisha watu wengine. Yule kijana alikuwa anakaa makaburini akiwa anatesekea kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mstari wa 3 nasema nini? Mstari wa 3 nasema hivi: makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Maandiko yasema ya kwamba yule kijana alikuwa anakaa pale makaburini, lakini alipomuona Yesu anakuja kumkabili yule bwana, anakuja yale mapepo alipoona yule kijana anakuja kufunguliwa, yale mapepo yakashindwa na katulia, yakaenda kumkabili Yesu. Maana jambo la kwanza, Yesu akikuja mahali anakujanga kuleta uzima. Kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 10 na mstari wa 10, maandiko yanasema ya kwamba mwivi aji ila aibe au aharibu na kuua, lakini Yesu anakujanga ili kuleta uzima. Wakati ule zile maspiriti za mauti zilipomuona Yesu tayari anakuja kuleta uzima kwa huyu kijana, zikaamua kumkabili Yesu.
kuna kitu nafaa kujifundisha. Mashetani yakishindwa kukabiliana na wewe spiritually, huwa yanahamishanga vita kwenye physical, wanaanza kukabili physical.